hatutaki Mheshimiwa Wenje usiondoke. Na Mheshimiwa Lema njoo hapa. Peoples. Unajua tulikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa chama wa ndani, si mnafahamu? Na kulikuwa na ushindani kweli kweli wa ndani. Upande mmoja alikuwepo mwenyekiti mstaafu Mheshimiwa Mbowe. Upande wa pili alikuwepo aliyekuwa makamu mwenyekiti ambaye sasa ni mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Chaguzi ukafanyika pale Mlimani City. Si mlifuatilia sana? Ndio. Kura zikapigwa, matokeo yakapatikana. Kwa katika mchakato wetu wa uchaguzi ni wazi tulikuwa na timu mbili kubwa. Timu Lissu, timu Mbowe. Tukafanya uchaguzi. Nataka kuwaambia wana Geita na kuwaambia wa Tanzania, baada ya uchaguzi ule wa tarehe 21 na 22 Januari 2025, timu Lissu, timu Mbowe ziliishia Mlimani City. Sasa tuna timu moja ya Chadema. Mheshimiwa Wenje alikuwa timu Mbowe. Mheshimiwa Lema alikuwa timu Lissu. Mmoja anasema mimi kwa msimamizi wa uchaguzi. Sasa ilibidi mambo ya utimu mimi yabaki moyoni tu. Sawa sawa? Wote tuko jukwaa moja sasa hivi, timu Chadema. Na waomba wana Chadema wote na wapenzi wa Chadema wote, kama kuna mtu ulikuwa na timu kwenye uchaguzi, sasa tuendelee sote kuwa timu moja ya Chadema, tukipambana na timu ya CCM na watawala na wanaowatumia, tukisimamia no reforms, no election. Mheshimiwa Wenje nakushukuru. Unajua walikuwa wanasema sana maneno kwamba Wenje na yeye anaondoka. Sasa sikiliza Wenje. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Umesimama jukwaani, umeona matumaini ya Watanzania na matakwa ya Watanzania. Nataka useme kauli mbele yao kwamba wewe sio sehemu ya watakao hama. Na useme kutoka ndani ya nafsi, Mwenyezi Mungu akiwa anakusikia. Peoples. Inaonekana katibu mkuu ameshauriana na nabii. Kwa hiyo hapa inatengenezwa ile kwa midwife. Ndugu zangu, watu wa Geita na kanda ya Victoria, mimi ni mwenyekiti wa Chadema kanda Victoria. Hiki chama kimebeba matumaini ya watu wengi. Mimi binafsi Wenje, kakaangu amezikwa na aliuawa kwa sababu ya Chadema. Kwa kwenye familia yangu tuna jeraha, tuna kovu, na tuna matumaini, tunasonga mbele kwa sababu tunajua kuna gharama ya kulipa katika safari hii. Nipo na mimi ni mwenyekiti aliuta continue. Shukran Mheshimiwa Kaketi. Sasa kuna watu wanasema kwamba waliokuwa timu Lissu wanabagua waliokuwa timu Mbowe. Ndio maana waliokuwa timu Mbowe wanahama. Mimi naamini tuna timu moja ya Chadema na hatubaguani. Na ndio maana nasema kama kuna mtu yote alikuwa na timu nyingine asimshambulie mwingine. Ila kwa niaba waliokuwa timu Lissu, nataka utoe kauli mbele ya wana Geita hapa. Mmoja amekuita Mkanada. Kwamba wana Chadema tunakumbatiana kwa upendo. Tunasonga mbele kwa pamoja kwenye mapambano ya no reform, no election, bila kujali nani alikuwa nani. Karibu. Asante katibu mkuu Suleiman. Hakuna timu
ila tuna makusudi katika chama hiki, na makusudi hayo ni mabadiliko na uhuru wa kweli. Kwa hiyo yoyote ambaye hataishi katika makusudi abaguliwi, anajibagua na makusudi ya umma yanayotazama katika chama hiki. Mimi sina timu, uchaguzi uliisha, na mimi moyo wangu nikichagua upande, nikishamalizana nao tunaendelea na kazi ya nini, ya siasa. Mheshimiwa, timu hakuna. Ina maana hata timu Chadema haupo? Mimi ni Chadema na ndio sababu niko hapa, lakini sina timu ya pembeni, ila namchukia kwa dhati kabisa mtu anayetaka kusaliti mapambano haya. Sasa sikilizeni, nashukuru Mheshimiwa Lema. Mtu yeyote anayesaliti mapambano haya bila kujali ni nani, bila kujali ana mamlaka kiasi gani, lazima wote tumpinge, wote kwa umoja wetu. Sasa sikilizeni wana Geita, na naomba mnisikilize kwa huu muda mfupi, nitakazungumza kwa ufupi sana. Sisi tulichukua msimamo wa pamoja. Msimamo huu tulianza kuuchukua, tulikaa kamati kuu tarehe 2 na 3 mwezi Disemba 2024, na mwenyekiti wa chama taifa kwa niaba yetu wote, alikuwa mwenyekiti wakati huo, mwenyekiti Freeman Mbowe, akautangaza tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2024. Tulichukua msimamo baada ya kuhujumiwa kweli kweli kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, baada ya serikali ya Rais Samia, kuanzia tulipoanza mapambano ya kusema kwamba kufanyike mabadiliko. Tulianza 2021, tulipoanza tukudai katiba mpya, mwenyekiti Mbowe akapewa kesi ya ugaidi, mwenyekiti mstaafu akakaa ndani. Alipotoka tukaona matumaini kidogo kwamba kuna mazungumzo ya mabadiliko, tukaingia kwenye mazungumzo, tukakaa na rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022. Tukamwambia rais, haiwezekani Tanzania twende kwenye uchaguzi wa 2024 na 2025 bila mabadiliko yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki. Tukamwambia yaliyotokea 2019, yaliyotokea 2020 inatosha. Rais akakiri, tumekaa naye. Mimi nilikuwa sehemu ya timu ya mazungumzo ya awali kabisa Chamwino na ya baadaye. Rais akakiri kwamba kweli 2019, 2020 kulikuwa na uharibifu mkubwa sana kwenye masuala ya uchaguzi. Tukamwambia rais, kuna njia mbili za kutibu hilo tatizo. Njia ya kwanza ni mchakato wa katiba mpya. Tukapeleka mapendekezo, ukuamuliwe mchakato uliokwama 2024, namna gani, ratiba iweje, ukamilike namna gani. Rais anatusikiliza. Tukaendelea mbele zaidi, tukamwambia njia ya pili, iwapo CCM na serikali yenu mtachelewesha mchakato wa katiba, njia ya pili, wakati tukiendelea na mchakato wa katiba mpya, tufanye marekebisho kwenye katiba iliyopo, kwa sababu matatizo yetu ya uchaguzi chimbuko yake ni katiba. Ni katiba ndio ambayo ibara ya 74, ibara ndogo ya kwanza, imempa mamlaka rais kuteua tume. Mamlaka hayo ndio yamefanya leo tuna tume wanaita tume huru, lakini mwenyekiti wa tume Jaji Mwambegele ndio yule aliyekuwepo kwenye chaguzi hizi za marudio za ovyo ovyo. Wanaita tume huru eti kwenye sheria waliotunga 2024. Lakini mjumbe wa tume, mjumbe mmoja wapo ndio Ramadhani Mapuri ambaye ni katibu mwenezi wa CCM. Wanaita tume huru wakati ambapo mkurugenzi wa tume huyu Ramadhani Kailima, sheria mpya imetungwa ya uchaguzi inaitwa tume huru. Sheria inasema mkurugenzi abaki yule
tukamwambia rais, lazima tuirekebishe katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza, ili watu waombe mamlaka ya uteuzi isiwe rais, ili tume ihusishe makundi mbalimbali huru ikiwemo taasisi za dini, asasi za kiraia, tuwe na tume huru. Tunamweleza rais, tukamweleza rais kuna tatizo kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 10 kwamba tume inalazimishwa na katiba lazima itumie watumishi wa umma kwenye usimamizi wa uchaguzi. Ndio maana wanatumia wakurugenzi, wakuu wa idara, watendaji. Tukamwambia futa hiyo kwenye katiba.